Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wanaukumbi na Waislamu kwa ujumla, kuna vibaraka wengi katika ulimwengu wa leo ambao wanatumika katika kuchanachana umma huu wa Kiislamu, na vibaraka hawa sio kwamba wamezuka leo hii, bali walikuwepo tangu zama za maimamu, zama za miaka 1400 iliyopita. Walikuweko maimamu katika zama za Imam Hussein, walikuweko vibaraka hawa katika zama za Imam Hussein, walikuweko katika zama za Imam Ali, walikuweko katika zama za Imam Hassan, walikuweko katika zama za Mtume. Kwa hivyo akili za vibaraka hazijawahi kubadilika, akili za maadui wa Uislamu hazijawahi kubadilika. Kwa hivyo haya mnayaona leo yanaendelea katika ukumbi, kutolewa vitabu vya Kishia, kutolewa vitabu vya Kisuni, vikatumika katika kufarikisha umma huu, ni jambo la kawaida ambalo limeendelea kwa karne na karne. Nazungumza haya kwa ufupi tu, sitaki kwenda kwa urefu, lakini hii ndiyo reality, ndiyo ukweli wa mambo ulivyo. Kuhusu suala la kulani maswahaba au kutukana maswahaba, ukawataja majina yao ukawatukana, swala hili limejadiliwa mara kadhaa, lakini wenzetu Mawahabi na Masalafi wanaona labda ndiyo turufu, ndiyo karata ya kuitumia dhidi ya Mashia au dhidi ya kuchanachana umma huu. Maneno haya yamemalizwa zamani, tangu zama za Imam Ridha. Amezungumza nani hasa wanaotukana maswahaba kwa majina yao, au wakatukana makhalifa wa upande mwingine kwa majina yao. Hili swala Imam Ridha ameshalimaliza na Shia wameshalimaliza, na washangaa baadhi ya Mashia wameingia katika mtego wa Mawahabi na Masalafi, wakitaka kujidefend, kujihami kwamba sisi hatutukani maswahaba, hatutukani maswahaba. Si vibaya kuambia kwamba sisi hatutukani maswahaba, lakini mnapowaona wanaingia katika masala kama hii, wadharauni, mnawadharau, mnawapuuza, kwa sababu haya mambo tayari Imam Ridha ameshayazungumza katika karne ya 3 ya Hijri. Tangu karne ya 3 ya Hijri Imam Ridha anayazungumza haya. Hasa ikiwa hawajayaona, ni upofu wao wa nyoyo na upofu wao wa macho. Katika kitabu cha Uyuni Akhbari Ridha, juzuu ya kwanza, ukurasa wa 272, kuna riwaya ndefu na sitopenda kuisoma riwaya hiyo, riwaya nambari 63, kurasa 271 mpaka 272. Nitasoma ile makanu shahidi kueleza namna gani Imam Ridha amelimaliza suala la kuwatukana masahaba kwa majina yao, kwa mfano vile Abu Bakari au Umari au Uthmani. Na ukiona hivyo sisi tunajua ni nani, na haya ametukataza na ametuweka katika njia iliyokuwa ni sahihi. Kwa hivyo nyinyi mnaokuja leo, tunawaita Mawahabi mambo leo au Masalafi mambo leo, ambayo Mwenyezi Mungu amekupofueni macho yenu na amekupofueni nyoyo zenu, hamuelewi mnachokisema. Nitaisoma riwaya hii kwa ajili ya wanaukumbi. Mimi sina haja ya kuwajibu Mawahabi au Masalafi wanaoleta mambo kama haya. Naona kwa sababu Imam Ridha alayhi salam anamwambia Ibn Abi Mahmud, inna mukhalifina. Hiyo ni karne ya 3 al-Hijri, miaka mingi kabla kuzaliwa kwa hawa Masalafi, Wahabi hivi vinakuja katika mitandao vikajifanya kwamba wao ni wataalamu wa Ushia. Imam Ridha ametuambia, ametupa habari hizi. Hatuna haja sisi ya kuwasikiliza watu kama hawa. Ndio maana yake mimi ninawapuuza na ninamwambia Mashia wazidi kuwapuuza, kwa sababu warudi katika riwaya za maimamu. Maimamu wanasema nini juu ya kutukana au kulani maswahaba au kulani watu? Kwa hivyo anamwambia Ibn Abi Mahmud, inna mukhalifina wadau akhbaran fi fadailina. Mukhalifina wanajulikana ni nani? Wale ambao wanatupinga sisi. Hao ni nani? Ni ahli sunna wal jamaa na manasibi na wengineo, maadui ahlul bait. Wadau akhbaran fi fadailina, wameweka habari katika riwaya hizi nyingi tu juu ya fadhila zetu. Waja'aluha ala 3 aqsam, wakazifanya ziwe za aina 3. Ahaduha alghulu, fungu la kwanza la riwaya hizi juu ya fadhila za ahlul bait ni zina aina ya ghulu, kupindukia mipaka. Kwa hivyo hizo ambazo zieleweke kwamba ziko riwaya zina fadhila za Ahlul Bait zimepindukia mipaka. Sasa sisi Mashia tukiziona twajua kwamba hizi ni riwaya ambazo zimewekwa na maadui wa Ahlul Bait, hazikusemwa na Ahlul Bait alayhi salam. Kwa hivyo suala hili ameshalitatua kwetu Imam Ridha. Waliobakia wana manga tu na kubagaza, hawaelewi. Sisi tunazipuuza riwaya ambazo ni za ghulu, ni za maghulat, ni za maadui wa Ushia. Zimo katika vitabu vyetu, sawa. Mtu anauliza, kwani hizi riwaya hazimo katika vitabu vyenu? Ndio, lakini Imam Ridha ameshatuambia sisi kwamba zimo riwaya za aina 3. Nyingine ni za ghulu, wa thaniha at-taksiri fi amrina. Nyingine zinaonesha kuwadhalilisha Ahlul Bait alayhimus salam, kufanya taksir, kuwadogosha, kuwadhalilisha, kuwafedhehesha. Tunazijua sisi. Anapokuja leo Mwahabi akaanza
kuleta riwaya katika usulul kafi au biharul anwar. Angalieni mashia wanaodhalilisha ahlul bait. Shekhe, sisi tushazijua hizo, maimamu wetu ameshatuambia kwamba ziko riwaya za aina hizo zimewekwa na maadui zetu. Naam, wa thalithuha at-tasrih bimathalib a'daina. Aina ya tatu zina sifa ya at-tasrih bimathalib a'daina, zinazungumza wazi wazi matusi kwa maadui zetu. Hizo riwaya zimewekwa na maadui wa ahlul bait alayhi salam. Sasa ukiona riwaya inasema moja kwa moja laana ya Umar au laana ya Uthman, laana ya Abubakar, ujue hiyo riwaya haikuwekwa na mashia wala haikusemwa na ahlul bait alayhi salam. Sasa imamu anasema fa idha sami'a an-nasu al-ghuluw fina kafaru shi'atana. Kwa hivyo lengo la maadui ni kwamba wakisikia watu hizi riwaya ambazo zinazungumzia ghulu, kupindukia mipaka, fina kwetu sisi ahlul bait, kafaru shi'atana, wanawakufurisha mashia. Ndio hayo lengo la walioziweka riwaya hii, ni kwamba shia waonekane ni makafiri. Sisi tunajua swala hilo. Wanasabuhum ila alqawli birububiyatina, na huwa wanasibisha na kwamba wao wanaamini kwamba sisi ni waungu. Na ndio tushasikia katika kumbilizi mara chungu mzima kwamba shia wanatuhumiwa kwamba wanaamini kwamba maimamu ni waungu, kwa sababu wa kufuata riwaya hizo ambazo Imam Ridha alikwisha kuzikataa zaidi ya miaka 1200 iliyopita. Leo wanaokuja katika kumbilizi wana mangamanga na kubagaza bagaza, tunawapuuza tu sisi. Nikasema hawapuuzeni. Riwaya inaendelea kusema kwamba wa idha sami'u taksiri i'taqaduhu fina, wakisikia riwaya ambazo zinazungumzia kuwadhalilisha ahlul bait au kuwadogosha ahlul bait, i'taqaduhu fina, basi huitakidi juu yetu. Ndio kama hizo riwaya anazileta bwana fulani akasema kwamba angalia mashia wanawadogosha ahlul bait, wanadhalilisha ahlul bait. Na hizi riwaya zimewekwa na maadui wa ahlul bait alayhi salam katika vitabu vya kishia. Ndio katika vitabu vya kishia. Ikiwa mashia wanauliwa, wanashambuliwa, kweli maadui wa mashia watakosa kuingiza riwaya katika vitabu vyetu kuthibitisha nini? Wanaziingiza kwa ujanja wao, wakatengeneza sanad, wakatengeneza kila kitu, kama vile maadui walivyoingiza riwaya katika vitabu vya Ahlus-Sunna wal Jamaa kuhusu mtume, kuhusu masahaba, kuhusu mambo mengi tu wameingiza riwaya, na mpaka wakadai kwamba Mwenyezi Mungu kaumbwa kutokana na jasho la farasi. Ziko riwaya hizo ambazo zimeingizwa na maadui katika vitabu vya Ahlus-Sunna wal Jamaa. Naam, wa idha sami'u mathaliba a'da'ana, wakisikia kule kutukanwa kwa maadui zetu, bi asma'ihim, kwa majina yao, kwa mfano laana ya Abubakar au laana ya Umar au laana ya Uthman au laana ya Muawiya, salabuna bi asma'ina. Kwa hivyo Imam asema msifanye hivyo mkawatukana wale maadui zetu au waliotupinga sisi kwa bi asma'ihim, kwa majina yao. Kwa tunajua kwamba mtu akisema laana ya Umar kwa jina akamtaja, tunajua kwamba huyo amechukua riwaya ambayo imesemwa na maadui wa ahlul bait alayhi salam, kwa sababu ahlul bait alayhi salam hawakutufundisha kutaja watu kwa majina, kuwalani watu kwa majina. Wanasabuhum ila alqawli a'daina bi asma'ihim, salabuna bi asma'ina, na wao watatutukana kwa majina yetu. Kwa hivyo Imam anatukataza tusiwataje watu kwa majina yao na kuwalani kwa majina yao, ili majina yao na wao wasije wakatukanwa wakalaaniwa. Kwa hivyo hii riwaya iko wazi. Ukimwona mshia anafanya hivyo, basi ujue huyo ukafuata riwaya za maadui wa ahlul bait alayhim salam. Waqad qala Allahu azza wa jalla, amesema Mwenyezi Mungu azza wa jalla, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allaha udwan bighairi ilmin. Ameitumia aya hiyo kukataza watu wasitukane watu kwa majina, wakawataja watu kwa majina. Ibn Abi Mahmud anamwambia, ewe Ibn Abi Mahmud, idha akhadha an-nasu yaminan wa shimala, ukiwaona watu wamefuata njia kwenda kulia na kushoto, falzim tariqatana, wewe jilazimishe na njia yetu. Naona njia ya ahlul bait ni kutukana, ni kutokulani. Fa innahu man lazimana lazimnah, atakayebakia na sisi na sisi tunabakia naye. Wa man faraqana faraknahu, atakayejitenga na sisi akafuata njia yake na sisi tunajitenga na yeye. Inna adna ma yakhruju bihi ar-rajulu min al-iman an yaqulu lil-husat hadhihi an-nawat thumma yadinu bidhalika wa yabri'u mimman khalafahu. Ya ibn Abi Mahmud, ihfaz ma haddathtuka bihi faqad jama'tu laka khayra ad-dunya wal akhirah. Imam anamwambia Ibn Abi Mahmud kwa mawaidha haya ya kukuambia kwamba aina tatu za riwaya zimewekwa na maadui zetu, lakini riwaya hizo zote zipuuze. Falzim tariqatana, ukubali kufuata tarika yetu ambayo si ya kutukana watu kwa majina yao, si ya kulani watu kwa majina yao. Anamwambia nimekupa khaira dunia wal akhirah. Kwa hivyo sisi hizi riwaya hazitupi shida. Wanaopata shida ni hao mawahabi, masalafi ambao akili zao kama nilivyosema wamesoma lakini hawakutambua walichokisoma. Ndio maana yake kila siku wanarudia yale. Unaona?
huwezi kumkuta mshia anamtukana wazi wazi Umar au Uthmani wazi wazi au Abubakar wazi wazi. Kwa sababu tunajua kwamba hii riwaya hizo ni riwaya zimewekwa na hivyo ndivyo walivyokuwa wanataka maadui wa Ahlul Bait alayhim salam, ili sisi tuwatukane watu hawa na wao watukane maimamu, na sisi hatukubali kutukaniwa maimamu zetu, sababu ametufundisha sisi kukaa katika njia yao. Tutakuja kuona katika vitabu vingine Imam Ali anasema inni akrahu an takunu minkum sababina au shatamina. Tutaisoma riwaya yenyewe inshallah kuonesha kwamba kulani sio mafundisho ya Ahlul Bait alayhim salam, kulani masahaba sio mafundisho ya Ahlul Bait alayhim salam. Hata Mwenyezi Mungu walipolani baadhi ya watu kwa uovu wao, Qur'ani hakutaja majina yao. Naona, na hata mtume alipolani baadhi ya watu hakutaja majina yao. Aliwalani Bani Thaqif, aliwalani Bani Umayya, lakini hakutaja majina yao. Nikutakieni kila la kheri, wala kumini jazila shukuru. Assalamu alaykum.